Majina naitwa Salimu Ramadhani Kibwedo maarufu Kabwe. Mimi ni mkazi wa wilaya ya Kilindi, mkoani Tanga. Eneo la Bondo lilikuwa sio eneo la hifadhi. Kwa jiografia ya wilaya ya Kilindi mimi ni mzaliwa. Kwa ufupi, Bondo imepakana na Kang'ata, Bondo inapakana na Lomwe ukienda kata ya Kilindi, Bondo inapakana na Negero kata ya Negero, Bondo inapakana na kata ya Jaira, Bondo inapakana na kata ya Msanja na Mabalanga. Kwa hiyo hilo eneo liko kubwa sana hapo katikati. Kwa hiyo lilikuwa ni pori la wanyama tu, watu wanaenda kuwinda wanyama na kila kitu na kulina asali. Halikuwa eneo la msitu. Sasa tarehe 16 mwezi wa 7 kwa ufafanuzi ndipo kijiji cha Mswaki na kijiji cha Bondo Tuliani wakaona kwa kuwa eneo lile linapewa wahamiaji wengi, wanauziwa na serikali za vijiji hivyo husika vitatu, Bondo Tuliani, Mswaki pamoja na Kigwama, wanauza eneo lile. Walipokuwa wanaambiwa wanauza eneo lile, serikali ikawa inapiga bingo ya mapato, wanaopeleka ni watu wachache. Wananchi kwenye mikutano yao wakaidhinisha kwamba eneo lile waje walipe TFS. Sasa walipowaita TFS walipewa lile eneo. Baada ya kupewa lile eneo walilitelekeza, lakini hawakupima. Lakini kikao chao cha tarehe 16 walisitishwa na mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shegera. Alifika kufanya mkutano na mkuu wa mkoa akasitisha zoezi hilo, na TFS wenyewe wamesitisha pia baada ya kulitelekeza eneo hilo. Halikuwa tena ni eneo la TFS, ni eneo la wananchi. Kwa hiyo sasa kwa kuwa wamejaa wailaki wa watu na wanapata mazao kwa wingi sana, wakaona wivu wazigua, wanaona ngoma imeondoka hii, sasa tuirudishe kiakili. Hata mkuu wao hapa wa TFS katoa maelezo, nitawaonyesha. Kasema kwa kuwa Tuliani Mswaki na Tuliani Mswaki na Mswaki yenyewe na Kigwama wameona eneo lile wahamiaji wananufaika, watumie mbinu mbadala ya kulirejesha kwa nguvu. Lakini eneo lile si la TFS. Muktasari ni huu hapa uliokaliwa tarehe 16 mwezi wa 7, viongozi wakuu 7 wamekutana wakanda na nini kujadili juu ya eneo hilo. Eneo lile liko huru, halina mtu. Tamko lilikuja na mkuu wa mkoa 2021 alipositisha, alikuja kufanya mkutano, akawaambia wananchi hawa wasiondolewe, waendelee na shughuli zao. Wakati huo mkuu wa wilaya akiwepo anaitwa mkuu wa wilaya wakati huo alikuwa anaitwa Abeli Eji Busalama, na mkuu wa mkoa alikuwa Martin Shegera. Ndio akaja akafanya mkutano na mkuu wa wilaya. Wakafanya mkutano, wakamaliza, watu wakawa wanaendelea na maisha. Sasa wakazi wale wana miaka 15, wazaliwa wana miaka zaidi ya 50. Mpaka sasa hivi waandishi wa habari ninavyozungumza, serikali haijatoa tamko, ila kupitia vyombo ambavyo ninavyokuwa na uwakilishi nao hapa Dodoma, wameniambia kwamba anatumwa afisa ardhi. Alipotumwa afisa ardhi wa taifa, amekwenda kufanya kikao Mswaki. Tamko halijatoka, ila juzi zilikwenda gari kama 4 za serikali, sielewi zimetokea Dar es Salaam, zimetokea Dodoma, sifahamu. Zimekwenda kufanya survey na kuhoji watu 2 watatu, lakini taarifa kamili sijapata mpaka dakika hii sasa. Mimi ni muombe rais kitu kimoja. Kwanza aelewe Bondo haina hifadhi, kwa ushahidi uliokuwepo nao uchika hapa. Bondo haina hifadhi, bali ni mipango ya wilaya. Kwa maelezo yaliyoko hapa, ni mipango ya wilaya na mkoa kuwaondoa watu kwa maslahi binafsi ya watu fulani. Hapo hawatawaruhusu kuwarudisha pale. Watu waende wakapigiwe hesabu za fidia, kwa sababu mimi peke yake hapa nimeshachukua majina ya watu 728 na nyumba zilizovunjwa na mashamba yao ambayo yamezuiliwa mpaka leo ni mahekta kwa mahekta ya mahindi na chakula hawana. Kwa hiyo yeye awe na moyo wa huruma. Yeye ni Muislamu, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Najua amefunga kama mimi ninazungumza hapa. Mimi kule Bondo sina shamba, sina nini, ila mimi ni kiongozi wa taasisi ya Sauti ya Jamii, mratibu Sauti ya Jamii mkoa wa Tanga. Ni haki yangu ya msingi kwa mujibu wa katiba ibara ya 17 kutoa habari na kupata habari. Ndio maana habari hizi niliwasilisha tarehe 1, na leo narudia tena kuwaomba hao viongozi wa ngazi za juu wawe na moyo wa huruma wanapopewa mamlaka. Hii mamlaka kila mtu ataiacha. Unapewa leo mimi, kesho unayo wewe, kesho kutwa ina mwingine. Wasiwasi wangu ni mmoja. Wailaki hawa wako zaidi ya 7,000 na kitu.
wana watoto wanasoma shule. Kesho wanakuja kupata nafasi za uwaziri, wanapata nafasi za ubunge, wanapata nafasi za uraisi, watakuja kuweka fitina kwamba Wanguu walitufanya sisi wabaya, kwa hiyo tuwafanyie hujuma. Hichi kitu ndicho ninachokwepa, kwa sababu tunawekeana fitina. Nimwombe rais sana hilo anisikilize kwa makini. Na kama kuna uwezekano, ningeomba asiliane na mimi kwa namba ifuatayo: 0783 200 kamili 466. Narudia tena 0783 200 kamili 466. Namba ya pili ni 0755 45 87 47. Narudia 0755 45 87 47. Akiwa amenisikiliza na kuniona kwenye vyombo vya habari, atumie namba hiyo. Mimi niko tayari kufika Ikulu kwake kuzungumza naye, nimuonyeshe kila kinachofanyika kwenye eneo lile. Wito wangu kwa Watanzania, kwanza tuwe na upendo, umoja, ushirikiano, mshikamano kama baba wa taifa alivyotuachia. Tuwe tunapendana, tunashirikiana, tunahurumiana katika mambo mbalimbali. Na ndio maana Tanzania ni kisiwa cha amani. Nchi nyingi za bara la Afrika, nchi 54 zote zinajua kabisa Tanzania tukifika ni kisiwa cha amani, hatubagui, hatuchagui. Ndio maana ukisoma katiba ibara ya 18 inaeleza wazi kwamba kila mtu anayo haki ya kwenda kokote na kuishi mahala popote, ili mradi asivunje sheria. Kama hawa watu walikuwa wamevunja sheria, si wangekamatwa kwa miaka 15? Walikuwa wako wapi? Mwisho wa maelezo yangu.